Wimbo mzuri sana, nitakuandama kote. Lakini tulio wengi hatutaki kumuandama Bwana. Yaani hapa mimi ndio nina shida. Yaani watu tunaimba kabisa wimbo, lakini nyimbo tunazoimba hatuzimani, yani hatumaanishi. Tunaimba tu. Hebu ukiimba tafakari. Ijapo wanipeleka vilindini mwa giza, nitaandama. Popote pale nitaandama. Hiyo changamoto unayopitia, andama. Mchungaji Mbogo, somo la leo zuri sana. Lakini anaingilia huku, yanatokea huku, tunaishi vile vile. Huwa na enjoy sana wanakwaya. Kwaya anasimama kabisa hapa, tuyavue matendo ya giza, twende mbinguni. Ukimwangalia anayosema matendo ya giza, mwenyewe ndio yamejaa tayari anayo. Yaani wala usiyatafute ya ndani, ya nje tu yamejaa matendo ya giza. Sasa sijui huwa wanamaanisha nini au hawaelewi maana yake. Fuatana na somo la leo. Chanzo cha familia ni ndoa, na chanzo cha ndoa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden. Mwanzo 2 fungu la 18. Watu wengi huwa wanaanza familia alafu ndio ndoa. Wengi sana. Anasema huyu hapa ni mke wangu. Kuna mmoja nilifundisha somo moja huko. Kwa hiyo walokole wao wana maswali mengi sana. Wao huwa washughuliki na ndoa. Unaweza ukaoa kadri unavyotaka na bado umeokoka. Sasa tumebishana, baadaye nikamwambia, hivi ikitokea mtu amekuja amechukua huyo mkeo, una uthibitisho gani kama ni mkeo? Anasema tumezaa watoto. Kwani mkizaa lazima muwe wanandoa? Si hapana. Inaanza ndoa kwanza ndio familia. Sio familia kwanza alafu ndio ndoa. Hapana. Hatufanyi hivyo. Kama ulikuwa huko hujampokea Yesu inaeleweka. Lakini kwa mtoto wa Mungu ambaye wewe tayari unamfahamu Yesu, alafu unaanza familia kwanza, alafu unaenda utengeneze ndoa. Si hivyo. Ndoa ni takatifu kama ilivyo Sabato. Hivyo tunapaswa kuingia kwa kicho. Bwana Yesu akiwa jiwe kuu la msingi la pembeni. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni. Ili ndoa yako ikawe imara, ikahimili misukosuko, Yesu mwana wa Mungu apaswa kuwa jiwe kuu la msingi la pembeni. Huwa ninaona mafundi wanaojenga haya majengo, kuna mahali ndiko anaseti. Hawa wamesema jiwe kwa sababu kule nchi za kule wanatumia mawe. Sasa wewe hata kama ni tofali, lile tofali la kwanza, ili matofali mengine yote yaanzie hapo. Mahusiano yote binti na kijana mnayoyaanzisha, lazima Yesu awepo katikati yenu. Ukiona mnaposana bila Yesu, hamna mwisho mzuri. Taasisi hii takatifu ya ndoa inawahusisha watu wawili ambao ni mtu mume na mtu mke na si vinginevyo. Asante sana, jana mchungaji alitufundisha hili somo vizuri sana. Kwamba hii taasisi wanayopaswa kuingia ni mtu mume na mtu mke. Sio mke na mke wala sio mume na mume. Hapana. Utasoma Mwanzo 2:22. Neno la Mungu linasema, na ule ubavu alioutwaa akaufanya nini? Aliufanya nini? Aliufanyaje? Akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Na wala sio aliwafanya wanawake. Wale wenzetu wanaoshadadia hizo, ni mke sio wake. Kwa sababu wewe una moyo mmoja, moyo wangu mmoja unatosha kumpenda mmoja. Hauna mioyo miwili unayoweza kuigawa. Katika ustawi wa familia, kaya ni muhimu sana. Ndipo mahali familia huishi. Tunajifunza kwa mwanzilishi wa ndoa ambaye ni Mungu. Aliandaa kila kitu. Aliwaandalia wanandoa wa kwanza Adam na Hawa bustani nzuri ya kuishi. Ni wajibu wa kijana wa kiume au baba ambaye ni mume kuandaa mahali pa kuishi familia yake. Kijana, kabla hujaoa, jipange vizuri
jinsi familia yako itakavyoishi. Waibrania 13 fungu la 4, neno la Mungu linasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Usisahau, hatuoani, mtu haoi ili akwepe uzinzi. Kuna watu wanasema naoa ili mimi niache we ukiwa mzinzi ni mzinzi tu. Halo vijana wa kiume, mmesikia? Ukiwa muasherati unajiandaa kuwa mzinzi kwenye ndoa yako, hautaweza. Ukitaka kuwa baba mwema, anza sasa hivi. Bado hujaoa, hebu kuwa kijana wa maana unayejiandaa kuwa mume wa mtu fulani mmoja tu. Lakini unaposa ovyo ovyo, unaposa. Utakapooa pia hiyo tabia utaendelea. Mungu wetu amekusudia ndoa zetu ziwe mbingu ndogo hapa duniani. Magomvi na migogoro sio mpango wa Mungu, bali mpango wa shetani. Na kwa vile ni mpango wa ibilisi na hajafa, ndipo tukasoma fungu la Waibrania 12 fungu la 14. Tafuta kwa bidii. Wewe hapo, tafuta kwa bidii kuwa na amani na mkeo, kuwa na amani na mumeo, kuwa na amani na watu wote. Tafuta kwa bidii. Katika dunia ya leo, kwa ajili ya kuongezeka maasi, ndoa nyingi au familia nyingi zimejaa magomvi, na huku wanaliitia jina la Bwana. Wasafiri wa mbinguni, tuepuke magomvi. Tunasoma Timotheo wa pili 2 na fungu la 24. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu. Ikiwa huna uvumilivu, wewe bado sio mtumwa wa Mungu. Wewe mvumilivu. Ninyi ambao hamjaoana, hatuwezi kuwadanganya kwamba kwenye ndoa kuna asali na maziwa. Barabara ya ndoa haiko kama hapa hivi. Hapana, kwamba pamekaa hivi. Barabara ya ndoa ina milima na mabonde. Kuna divai kutindika kwenye ndoa, ila Yesu akiwa pamoja na ninyi, divai inapotindika anageuza kuwa divai tamu. Na ndio sasa unashangaa watu wana miaka 40, watu wana miaka 30, bado wana divai nyumbani kwao. Kwa nini? Kwa sababu wamekaa na Yesu. Vijana na wachumba wengi huanza magomvi hata kabla hawajaoana. Hiyo si dalili njema kwa ustawi wa ndoa mnayotaka kuianzisha. Ikiwa mnagombana sana wakati wa uchumba, hizo tunaita bendera nyekundu zinazoashiria baadaye hautakuwa na ndoa yenye furaha. Ni heri kuvunja uchumba kuliko ndoa. Ukiona kijana wa kiume umemposa binti na kabinti kagomvi, piga chini haraka sana. Sawa Piga chini. Kwa sababu kama hujamuoa mgomvi, ukimuoaje? Upendo wetu kwa Mungu na kujitoa kwake kunafanya maisha ya ndoa yawezekane. Ni vigumu kuishi kwa kupendana kama hatumpendi Mungu. Upendo hauwezi kudumu maisha yote ya ndoa. Utasoma Kutayarisha Njia ukurasa wa 148 na ile sehemu ya 5. Kuna wengi ambao hufikiri kwamba kudhihirisha upendo ni kama kujipotezea hadhi. Nao hukaa katika hali ya unyamavu unaowazuia wengine. Moyo wa namna hii huzuia mtu asidhihirishe huruma yake. Nguvu za wema na upaji zikizuiwa hufifia, na moyo hubaki hali ya upweke na kupooza. Inatupasa kujihadhari na kosa hili. Upendo hauwezi kudumu sana kama usipodhihirishwa. Roho ya unabii inasema, usiache hata mmoja wapo wa nyumba yako afadhaike moyoni kwa kutamani upendo na huruma yako asiipate. Tunasoma Mithali 27 na fungu la 5. Anasema, lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Wanaume, msisitiri upendo, tupendeni.
Usisitiri upendo. Yani unampenda lakini unagugumia. Yani unajifanya kama vile kupenda ya kuonesha unapungukiwa hadhi. Upo tuna mkotikoti wako, hata uoneshi kwamba huyu mama unampenda. Hata akisema umuangalie, yani basi. Lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Unasitiri upendo wa nini? Muoneshe kwamba unampenda. Anahangaika kubana nywele, mwambie nifundishe nikubane. Hebu njoo nikubane. Njoo nikubane mke wangu. Jifunze kumbana na mada tu nywele uto. Mama anahangaika kufunga zipu na wewe upo tu. Mimi nikiwa huku mbali nateseka. Ila nikiwa nyumbani mume wangu anajua. Ni kazi yake kunifunga zipu. Yani hata kama hiyo nguo naweza kuvaa bila zipu, lazima anifunge. Navaa zipu nimefungua, alafu naenda, anajua kazi yake. Nikimsogelea tu hivi anajua kwamba anifunge. Ila huwa aniulize, sasa ukiwa mbali na mimi nani anakufunga? Anajua tunadeka. Wakina baba, dhihirisha upendo. Kama kuna kitu mke anahitaji, kwa kweli mke anahitaji sana upendo. Na ndio maana hamtuelewi wa baba. Huwa mnasema mke wangu sio anataka nini, nimemjengea nyumba nzuri, nimemnunulia gari nzuri, kila kitu nampa, lakini mama haridhiki. Wachana na hivyo vitu. Mimi nataka unipende, nionyeshe kunipenda. Na sisi vitu vile vidogo vidogo wa baba sisi ndio tunapenda. Yani kwetu upendo ni vile vitu vidogo vidogo. Niko jikoni napika, halafu nikajikata. Unasikia, "Mama, nataka ukimbie, uniambie tuone, pole, shika mkono wangu, wapi? Unaweka dawa huwa unaweka wapi? Plasta zinakaa wapi? Chukua uniweke." Lakini wako wa baba hapa, akisikia hivyo unajua anamwambiaje mkewe? "Wewe shika vizuri kisu, nimekinoa hicho." Na mama rohoni anasema, "Jamani, watu wameolewa ila mimi nimepatikana." Lakini kile kitendo tu cha kwenda tuone umejikata wapi, plasta huwa zinakaa wapi, ni kuweke kwetu moyoni unasema wao napendwa. Yani kitu kama hicho, hebu fikiria. Ye mama anasemaje? Napendwa. Mama anaumwa. Unaonaje ukichukua kabisa dawa? Wamama wanaweza. Wamama punga mkono, Mungu awabariki. Wamama baba akiumwa, yeye ndio anachukua kabisa na dawa, si ndio? Hamwambii dawa kunywa. Wamama wako hivyo. Kama upo, wenzako watufanyi hivyo, tulio wengi. Unachukua dawa na maji unampa mkononi. Haya, meza. Baba na mke naye anataka hivyo hivyo. Umekunywa dawa? Kwa nini usichukue? Na maji na dawa unampa. Meza mke wangu. Na mama anajisikia ananijali, anataka nipone. Na unapona haraka. Wa baba hivyo ndivyo vitu wa mama wanahitaji. Mke wako mjamzito, we baba wewe, amewatengea chakula na yeye hali. Vipi mwenzetu huli? Mimi wali kwa kweli, wali ya upandi na maharage. Au ugali mimi kwa kweli na dagaa hapana. Haya, mbaba unamega mitonge mikubwa mikubwa kama unatupia mbwa. Na mama anaangalia anasema, ila mimi kwa kweli nimeolewa. Huwezi kula hiki chakula mke wangu, ungependa ule nini? Eti wa mama, ujauzito wewe unataka baga? Hapana, si ndio? Utasema nini kwa mfano? Ndizi ya kuchoma. Ningepata hata ndizi ya kuchoma hivi na kapilipili kwa mbali. Baba, ngoja nile mke wangu niende. Nenda ukaniletee. Na ukileta hata mtoto tumboni anajua. Unajua kuna vitoto vinatoka duniani tayari vikali, vikorofi, vilitengenezwa tangu tumboni na baba. Ndio wakati wa kutengeneza mtoto wako huku ndani. Unavyompenda mkeo mpaka mtoto anajua. Furaha ya mama inaambukizwa mtoto. Wa baba, dhihirisha upendo. Unajua Mungu kwa nini amesema wanaume ndio wapende? Hakutuambia wanawake. Unajua kwa nini? Sisi ametuumba tu na upendo huko ndani yetu. Wanawake tuna upendo tu ndani. Na ndio maana ili uelewe, hakuna mwanaume aliyokaa hapa aliyeenda kwa mke wake tu akamuapproach wakati anamuoa alafu alikubali. Ni wewe. Ulivyomwambia tu lilo langu limekudondokeamo akakubali. Wengi huwa tunapiga chenga si eti wa mama. Lakini mwanaume anakaza yale maneno yake mpaka tunakubali, tunaingia kingi. Sasa ili uelewe kwamba sisi tuna upendo tu,
Jaribu kumwacha huyu binti ambaye amekukubali. Mnaelewa? Binti anaumia na alikuwa hakutaki, sasa kwa nini anaumia? Na ndio maana naongea na vijana wa kiume, kama hauko serious na binti wa mtu, tafadhali usimchokoze. Acha kuharibu mabinti wa watu. Anakupa moyo wake wote na kumbe una mpango na yeye. Ulimwambia yule, umemwambia yule, umewambia kama 5. Usifanye namna hiyo. Sisi tuna upendo tu huko ndani. Ndio maana tunapenda waume zetu sana. Baada ya yeye kupenda, amebembeleza, na hiyo inarudi kwenye andiko kwamba mwanaume apende, mwanamke atii. Kuna watu pastor huwa wanauliza, na mara nyingine mnafundisha kwamba msichana naye anaweza akaposa. Si ndio hivyo Ni wachungaji, si mnafundishaga hivyo sasa? Mbona wewe uniangalie? Si mnafundishaga kwamba msichana naye anaweza akaposa, si ndio Sinaruhusiwa naye apose Sasa nani rafiki yangu Mbogo, we rafiki yangu, mbona unanitosa? Mbogo ni rafiki yangu. Rafiki yangu. Sinao msichana anaweza kuposa. Sio biblical. Mtu yeyote asikudanganye. Sio biblical. Uhusiano wa mke na mume unafananishwa uhusiano na Kristo na kanisa lake. Kati ya Kristo na kanisa, nani kampenda mwenzake? Nani alimwambia mwenzie I love you? Ni wewe. Ni wewe ndio ulienda kwa Yesu. Ni Yesu. Ukiwa bado na matakataka yako, Yesu aliniambia Debora nakupenda. Hivi nilivyo Yesu nakupenda. Nilipoitikia upendo wa Yesu, tendo la kupenda na kutii linachukua nafasi. Nimetii upendo wa Yesu. Nimeitikia Yesu alivyonipenda na kunifia. Nani anatoa mahali kwa mwenzake? Ni wewe. Ni Yesu. Damu yake msalabani, kifo chake Yesu ameninunua. Kama wanawake nao wapende, ina maana wanaume sasa waitikie ule upendo wa huyu msichana alienda kuposa. Ina maana yule mwanaume anatii, si ndio hivyo? Atatii mpaka nyumbani. Sio biblical. Lakini binti hana cha kufanya, anacho. Binti si awe mwema. Nimesuluhisha kesi wiki 3 zilizopita. Msichana na miaka 5 anampenda mtu, na huyo mtu anaonekana kama na yeye anampenda lakini hajamwambia. Sasa nikamwambia binti yangu, unazidi kuzeka, miaka 5 hamtaamini. Nikamwambia sasa ngoja tu mimi nikusaidie. Ngoja niongee naye. Nikampigia yule mchungaji. Tena ni mchungaji. Nikamwendea hewani. Mama leo umenipigia jamani, leo ni bahati. Nikamwambia sasa wewe unao lini mwanangu? Mama mimi sio muda mrefu. Hata hivyo mbona mchumba wangu unamjua? Si ulikuwa Zanzibar? Mchumba wangu yuko Zanzibar. Na huyo anategemea huko. Na alipomuuliza kuna siku, alimwambia kabisa nina mchumba, lakini bado binti amekaza kwamba mimi naoteshwa. Nimeoteshwa wewe. Na mchungaji yule alimwambia, kama wewe umeoteshwa, basi muombe huyo Mungu na mimi anioteshe. Kwa nini unaotaga peke yako? Mabinti, acha kujipotezea muda. Sikiliza. Wewe unakuwa, unazeeka, mwenzako azeeki. Ukiona kijana amekuposa mwaka wa 3, mwaka wa 2, hasemi kwenda kwenu, anakudanganya, anakupotezea muda. Wanawake, wasichana, sisi ni kama maua. Ua kuna mahali linaanza kufumbuka, alafu kuna mahali ndio linafikia pale penyewe, si ndio? Baada ya hapo nini kinatokea? Sasa weka hapo ujidanganya anakupenda na haja kwambia anakuja kwenu. Akili za kuambiwa changanya na zako. Biblia inasema lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Maisha matakatifu ya Kikristo yanategemea uhusiano wenu na Mungu. Uhusiano wenu na Mungu wenu ndio utakaofanya muishi kwa kupendana nyumbani. Wafilipi 2:3 neno la Mungu linasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenzake kuwa bora kuliko yeye. Mmesikia hilo neno? Mke, muhesabu mumeo bora. Mume, muhesabu mwenzako bora kuliko wewe.
tukichukuliana hivyo, maisha yataenda na uzuri, tutaishi kwa furaha. Upendo ni kiungo na gundi kwa wanandoa na familia zetu. Lakini ili iwezekane, tunapaswa kumpenda Mungu kwanza. Mungu wetu anataka mume ampende mkewe. Na mwanaume, hakuna mwanaume anayeweza kumpenda mkewe. Hayupo asipompenda kwanza Mungu. Mpende Mungu ndipo utapenda mkeo. Mtii Mungu ndipo utatii mume wako. Upendo ni muhimu sana kwa mke, kama ambavyo utii ni muhimu sana kwa mume. Mume anahitaji sana utii. Upendo unapunguza magomvi na hali ya kutokujiamini kwa mke. Mke anayependwa anaishi kwa amani na furaha, akimwamini mumewe katika kila jambo atakalomwambia. Ndoa ni kama magari barabarani, nimesema mara nyingi. Ili ajali itokee, mmoja aache njia yake apite ya mwingine. Barabara ya mume ni upendo, upendo, upendo. Mwanaume akipita kwenye barabara hiyo ya upendo na mke akapita kwenye barabara yake ya utii, haya magari hayatagongana. Ingawa kama magari barabarani, kuna wakati unaomba saiti upite kwa mwenzako. Mke, unaweza ukapita upande wa mumeo wa upendo, lakini haupiti huko tu, maana mtagongana, maana naye gari lake ndo anaendesha upande huo. Unaomba, unapita, unarudi tena kwako. Kadhalika na mume, kuna wakati unapita barabara ya mkeo ya utii, shida imeingia, mke hakuelewi ugomvi. Mume, jinyenyekeze, shuka ili amani ije, alafu mambo yataenda vizuri. Watoto wanaotoka kwenye familia ya baba mwenye upendo na mama mwenye utii wanakuwa vizuri kisaikolojia, kitaaluma, kijamii, pia na kiroho hukua vizuri. Mume na mke wote wawili wanahusika kwa ustawi na utulivu wa familia yao. Kila mmoja afanye wajibu wake kwa ndoa yenu. Kila mtu afanye ya kwake. Mungu wetu alipoanzisha taasisi hii takatifu, alituwekea utaratibu na kanuni za jinsi ya kuishi. Katika bustani ya Edeni, mume aliumbwa kwanza na akapewa maagizo ya kutokula tunda, kuonesha kwamba yeye ndiye kichwa, yeye ndiye kiongozi. Hebu sikieni wanaume. Wanaume mpo? Hebu niangalieni. Hivi mnajua kwamba kama Adamu asingekula lile tunda, tusingefika hapa tulipofika? Mnafahamu hilo? Hawa alipokula tunda, kuna nini kilitokea? Kuna kitu chochote? Hakuna. Mpaka alipokula Adamu. Mungu anatazamia mume uweke mipaka, uiweke nyumba yako, familia yako kwa Mungu. Na tunafahamu hata katika Biblia kwamba mfalme aliyekuwa amejikabidhi kwa Mungu, nchi yake ilikuwa na ustawi. Kadhalika baba anayeitoa familia yake kwa Mungu, hiyo familia itastawi. Lakini wababa wengi hapana, yeye yupo tu, Mkristo anaenda kanisani, lakini kwamba hii familia amempa Mungu hakuna. Na kama mama nako hivyo hivyo. Kwa hiyo wajinga wawili wanaishi, wanaenda kanisani, lakini kwa kweli Yesu hayuko katikati yao. Familia ya namna hii haiwezi kuhimili mikiki ya ndoa. Tunafahamu siku moja wanafunzi wakiwa baharini, kwaya imeimba hapa, wakati dhoruba ni kali, wanafunzi wamehangaika, wakakumbuka kwamba wako na Yesu chomboni. Ndipo wanaenda kumwamsha Yesu, na Yesu anatuliza bahari. Vijana ambao hamjaoana, anzeni kuposana kwenu na Yesu. Anzeni maisha yenu na Yesu. Tutakapoanza kuwa na Yesu, shida mbele ikitokea, dhoruba ikija, mtamuita Yesu, atatuliza bahari. Ndoa bila Yesu haiendi. Ndoa yenye Yesu huwa watu hawaachani, mtu asikudanganye. Ukiona ndoa mmeachana, hamkuwa na Yesu nyote wawili. Mmoja akiwa na Yesu tu anatosha kubadilisha huyu mwingine.
Mume kama kichwa cha mkewe, yeye ndiye muonesha njia na dira ya familia yake. Maisha ya familia yake kwa ujumla, maisha ya kiroho ya nyumbani, ibada, malazi na kadhalika. Mke ni msaidizi wake, ila yeye sio kiongozi wa familia. Mume usimuachie mkeo majukumu, na wewe mume mke usichukue majukumu. Wako wanawake leo hawaelewi, kwa sababu ana kazi nzuri, ana pesa, anafanya kila kitu bila hata kumshirikisha mumewe. Ujui unachofanya. Kesho ni siku ya kulipa, wiki ijayo ni siku ya kulipa ada mke wangu. Nimeshalipa. Tunatakiwa tumlipe kodi. Nishalipa. Huelewi madhara yake. Huyo mwanaume ni kichwa. Hata kama hana pesa, wewe una pesa. Mpatie yeye afanye. Yeye ndio kichwa. Kuna wamama hata kama balbu imeungua, analeta, mume wake yupo, lakini analeta stuli, anapanda juu, anaweka kama dume vile. Wewe ni mwanamke, ishi kama mwanamke. Sawa? Anatokea nyoka, mwanamke anachukua fimbo anapiga nyoka na mwanaume yupo. Mwanaume ndio anabaki kidogo kidogo, mwanaume anarudi hivi. Baadaye utakapotaka mumeo awe mume na kichwa, haiwezekani, ulishamtengeneza vibaya. Na wewe utachoka, utaweza na mambo hayo, utachoka. Wanaume wengi leo wameacha majukumu yao yote kwa wake zao, na matokeo yake familia zinayumba na kukosa mwelekeo. Mama anakosa furaha na watoto wanakosa malezi ya mama na baba. Mke, kama nilivyosema, usijitutumue, nafasi ya mumeo sio yako. Ikiwa mumeo haelekei, muombe ili apate ufahamu, na pia msaidie kwa upendo ili atambue wajibu na nafasi yake. Ila usichukue wewe kufanya, hapana. Sikia, kijamii na kadhalika, mke ni msaidizi. Ni msaidizi tu katika mambo yote. Kiroho mke ni msaidizi, kiuchumi mke ni msaidizi, kijamii mke ni msaidizi. Katika kila nyanja yeye ndiyo msaidizi. Mke ndiye anayefanya house kuwa home, nyumbani nyumba pawe nyumbani. Anayeweza kufanya ni nani? Ni mama. Nikiona nyumba ya mama iko kama ya mwanaume, huwa sijisikii vizuri. Wamama, tengenezeni mazingira mazuri nyumbani. Hebu tengeneza mazingira kama ya mwanamke vile. Hivi nikisema hivyo mnaelewa? Nyewe wamama, mpo? Punga mikono niwaone. Tengenezeni mazingira mazuri nyumbani, yavutie. Mwanamke yuko tofauti na mwanamume kihisia. Yeye anahitaji kuona mambo ya nyumbani yanakaa sawa, mahali pa kulala, chakula, mavazi na mahitaji mengine. Mume, mwache mkeo awe huru kutumia pesa kama apendavyo. Hapa kuna tatizo kwa wanaume. Muache mkeo atumie pesa kama apendavyo. Wangapi wanaamini roho ya unabii? Leo mmegeuka muiamini. Yesu ndio mnasemaga nyama tusile imeandikwa. Sasa sikieni roho ya unabii inavyosema. Mama, sikiliza vizuri ili uwe unamkumbusha. Ninasoma roho ya unabii kutayarisha njia, ukurasa wa 178. Na fungu lile la kifungu cha 16 kinasema hivi: yapasa kusaidiana. Usidhani kwamba kubania mfuko na kukataa kumpa mkeo fedha ni sifa njema. Mkeo, ni vizuri kumpatia mkeo kiasi fulani cha fedha kila juma au mwezi, na kumwacha afanye apendavyo na fedha hiyo. Hujampa nafasi mkeo, anasema hujampa mkeo nafasi kutumia busara yake au akili yake, kwa sababu hujafahamu vizuri cheo apaswacho mkeo kuwa nacho. Mkeo ana akili bora na timamu. Mpe mkeo sehemu ya pesa upatazo. Mwache azichukue ziwe mali yake mwenyewe na kuzitumia kama apendavyo. Sikiliza inayokuja hii chungu. Yapasa pia
aruhusiwe kutumia mali anazojipatia kwa kazi yake kama aonavyo mwenyewe kwamba yafaa. Kama angekuwa na kiasi fulani cha fedha ya kutumia jinsi apendavyo mwenyewe bila kulaumiwa, angepunguziwa mzigo mzito unaomwelemea mawazoni. Usimlazimishe mkeo kuwa na magauni mawili kama wewe. Jamani, hiyo ni roho ya unabii. Nimesoma pasta. Yaani kwingine kote huwa mnasema roho ya unabii imesema, roho ya unabii imesema nyama matengenezo. Ila matengenezo ya kutupa hela ndio hamna. Yaani matengenezo yanakaa upande mmoja. Anamaanisha hivi, sio zile pesa za kunipa za maharage. Kila mwezi kulingana na kipato chako, kama ni mwezi kama ni juma, mnakaa chini, maharage, mchere, kodi ya nyumba, mahitaji yote ya nyumbani. Baada ya mkishatoa zaka na sadaka kwanza na mahitaji yenu mengine yote, kiasi fulani cha fedha kulingana na uwezo wako baba, unamwambia mke wangu, na wewe hii chukua iwe yako. Unajua wababa wengi hamjui wa mama walivyo. Akina mama ni wachumi wazuri sana. Mungu ametuumba kuwa sisi wana uchumi wazuri. Ukimpa mkeo kila mwezi 20 tu, jaribisha na hata 10,000. Mpe iwe ya kwake kabisa. Mpe kuanzia Januari mpaka Disemba. Huyu mama ana pesa nyingi sana. Wamama wanageuza geuza, wanazigeuza geuza. Si eti wamama zinakuwa nyingi, lakini wababa wengi ni wabahiri. Kanisani wanaenda, Bwana asifiwe, wanasema, lakini ni wabahili hujaona. Yaani akiingiza mkono humu mfukoni, vidole tu vinajua hiyo ni shilingi 5,000. Hiyo ni shilingi 10,000. Akitoa hivi, amepatia ni 2,000 kweli. Usifanye namna hiyo. Wapeni hawa wamama pesa. Unaona mkeo kama ananunanuna tu. Sio kama ananunanuna tu, ana mzigo unaomwelemewa. Roho ya unabii nasema anawaza vingi. Wamama wana mahitaji mengi. Wewe unapaka mafuta ya rezi tu unatembea. Yeye hapaki hayo. Mwanamke akipaka, eti wamama mnapaka rezi. Lakini wako wamama wanaopaka tena hata rezi yenyewe hapaki. Yale yanayobaki kupikia na ana mume ndio anapaka. Wako wamama wa hivyo. Na ana mumewe kabisa. Wewe baba ufanyi vizuri na upati baraka. Unajua ni ajabu kwamba pasta, sijasoma fungu linalosema kwamba mume anaweza kuzuia maombi ya mke. Nimesoma Biblia mara kadhaa, hakuna fungu kama hilo. Lakini mwanamke anaweza kuzuia maombi ya mumewe yasijibiwe. Kumbe si bure wanaume wengine hawajibiwi. Kizuio ni mkewe. Sasa mama, achilia mumeo, mtoe moyoni, muachilie, msamehe, maana unamfungia baraka. Msamehe, muachilie, sawa? Wewe una uwezo wa kuzuia maombi yake. Muachilie mume wako, msamehe, maana hajui anachofanya. Usimlazimishe mkeo. Ni nguo tu hapa ndani, ni nguo tu. Unataka niwe na viatu pea 2 kama wewe? Kwani mimi mwanaume mwenzako? Ndicho kilimponza Adam. Aliona upuuzi kwenda bustanini huko. Mwisho wake Hawa ameenda peke yake, amekutana na lijamaa. Ni nani muhusika mkuu wa kuitunza familia? Ni baba wa familia. Mke ni msaidizi tu. Mwanzo 3 fungu la 19. Mungu alimwambia mwanaume, anamwambia mwanaume, kwa jasho utakula chakula hata utakapoirudia ardhi. Lakini mke ni msaidizi. Mwanamke wa mithali hakai goigoi. Mwanamke wa mithali ni mjasiriamali, anaenda shambani. Wewe ni msaidizi, usikae. Kuna wanawake na wao bado wamekaa amekunja mikono, anasubiri kila kitu mume afanye. Maisha ya namna hiyo yamepitwa na wakati. Wewe si mke mwema kama unamuomba mumeo chumvi, mafuta, sijui kila kitu. Wewe si mke mwema. Mke mwema ni wa mithali. Anajifunga nguvu kiunoni kama mshipi, taa yake haizimiki. Huangalia shamba akalinunua, na kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Anasema huona kama bidhaa yake ina faida, hutia mikono yake katika kusokota. Anawapa wafanyabiashara mishipi. Mwanamke mwema ni mjasiriamali wa mama.
hata vikaranga huwezi kutengeneza. Kwa mshahara gani, kwa kipato gani cha mumeo unakaa bila kitu chochote? Wenzako tunaenda kazini, waume wanafanya kazi, bado tunalima, bado tunafanya biashara, kuongeza tu kipato nyumbani ili tuishi vizuri. Tafiti zinaonesha watu wanandoa au wanafamilia wenye vipato vya chini sana wana magomvi zaidi ya wale wenye vipato nafuu. Hizo ni tafiti, kwamba wale ambao kwao hata maharage na dagaa ni wa shida, huwa kwao magomvi hayaishi. Na kwa haraka haraka ni kweli. Unataka kuniambia huyu mama ambaye hata maharage hajui anapata wapi anaweza kuwa na furaha kweli? Eti baba, eti mama, ujui hata umepikia nini wanao? Mumeo yule kule unamuona, unaenda kumpokea. Wa mama mpo, unakimbia kwenda kumpokea. Karibu mume wangu, habari za huko? Si unaona inavyokuwa ngumu? Wa baba, saidieni. Na we mama jisaidie, fanya kitu fulani. Kwa sababu mtu aliye mjasiriamali hata shilingi 5,000 inakutosha kuanzia, inatosha sana tu. Utatengeneza karanga, utakaanga karanga, utaanza kuuza, shilingi 5,000 inatosha. Kwa hiyo mtu akikwambia mimi sina msingi, sina mtaji, ni kwa sababu mvivu. Na Biblia inasema mtu mvivu ana sababu nyingi kuliko watu 7 wawezao kutoa sababu. Mke na mume, ninyi ni mwili mmoja. Fanyeni yote kwa umoja kama watoto wa Mungu. Baba, tafuta mahitaji ya familia yako. Mke na wewe msaidie mumeo katika hilo. Wanawake wengi akipata pesa ni zake anaficha. Wamama, hapo wamama wengi sana tunajikwaa. Muoneshe mumeo kipato, unakificha cha nini? Unaomba kila kitu kwa mumeo na wewe una kipato. Hatufanyi hivyo. Shirikiana na mume wako kwa ustawi wa familia yenu. Usimpe mzigo wote au bebe mabegani. Wewe ni msaidizi. Msaidie, wewe ni msaidizi katika mambo yote. Kiuchumi msaidie mwenzako. Vile vitu vidogo vidogo saidianeni. Mama ukiwa na 10, baba 20, zinakuwa 30. Nione kama kuna mtu ana swali, dakika zangu zimeisha. Nione swali. Jamani, nione swali. Kuna mambo mawili kama unafundisha wanafunzi ambao hawaulizi. Aidha unawapoteza kabisa, unawachanganya, au wanaelewa sana. Ninyi mko wapi? Ya ukweli hayo. Hakuna swali. Basi baada ya kumpokea Yesu, maisha yako yanapaswa yabadilike. Haujaingia kwenye kisima kuoga. Uliingia kwamba umezika matendo ya zamani. Kubali Yesu akutawale. Kubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usije kanisani tu, ila Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna watu wanafanya uhusiano na kanisa, anafanya mambo yote kanisani vizuri sana kwa uaminifu, zaka, sadaka na michango yote, anaimba kwaya, ni mhubiri kama mimi, lakini hafanyi uhusiano na mwenye hili kanisa. Maisha utayaona machungu. Katika Yohana 15 na fungu la 5, Bwana Yesu anatuambia sisi pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Mpendwa, bila Yesu huwezi neno lolote. Simama tuombe pamoja nami. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, Mungu wetu mwenye nguvu na uweza, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa kutupatia familia. Tunaomba endelea kutawala familia zetu. Tawala mioyo ya waume zetu, tawala mioyo yetu, tawala watoto wetu. Vicheko vya kimbingu vikatawale nyumbani. Tunakwenda kinyume na kila hila na mipango ya ibilisi kwa familia zetu. Tamalaki sasa kwa jina la Yesu. Amina.